yani mimi roho inatapatapa, naitaki kabisa kuwa karibu naye. Shalom kanisa. Kwa majina naitwa Ringebra, natokea Goba na shuhuda 2. Karibu. Shuhuda yangu ya kwanza, napenda kipekee kumshukuru Mungu kwa kibali hiki cha kipekee cha kumpa maelekezo mtumishi wa Bwana kuitisha mfungo wa siku 7 wa maachilio, kwa maana nimeweza kumwona Mungu kwa namna tofauti kabisa. Nimepata kwenda kuachiliwa katika vifungo vingi sana, na nimesimama mbele yenu hapa kumshukuru Mungu kwa kuwa nilikuwa nasumbuka sana. Nilikuwa natamani niwe mtu wa kusoma Biblia, maana mlokole bila kusoma Biblia ni kama hamna kitu. Nikiwa kila nikijaribu kusoma Biblia, nasoma Biblia kama tu vitabu vya story. Yaani nasoma kinseli chochote. Na hata kama nikiamua kwamba leo nataka mwezi huu nisome kitabu fulani, siwezi kukimaliza. Naweza kachukua hata miezi 3 na nisikimalize. Lakini kupitia mfungo huu nimepata kwenda kuachiliwa katika hiyo kifungo, na yani toka tu siku ya kwanza nimehudhuria hapa, siku ya pili tu nimeshika Biblia ninasoma, napata na hamu ya kuendelea tu kusoma, na kila ninavyosoma nazidi kuelewa. Kwa namshukuru Bwana kwa kuweza kunifungua katika hiyo kifungo. Amen. Pia ushuhuda wangu wa pili, napenda kumshukuru Mungu kwa kuwa kaka Morris alipata kunifungua macho yangu, maana nilikuwa nasumbuliwa. Yaani kila baba anavyojaribu kuniweka close na mimi, yaani mimi roho inatapatapa, naitaki kabisa kuwa karibu naye. Yaani anaweza akanitafuta nikakaa yaani nimeiona, kwa sababu simu imeturahisishia. Ukiona message unaweza ukavuta hivi chini ukaangalia, nikakutumia message ukaisoma afu kama ujibu au usijibu. Kwa anaweza kanitumia message nikaiangalia nikakaa hata dakika 2 au dakika 5 bila kuijibu, afu baadaye naijibu. Yaani kuijibu tu ili nisionekane sio mtii, naijibu tu basi. Lakini kwa napata shida sana. Muda mwingine hata hivi karibuni alikuwa akiwa ananijulia hali kila saa, lakini nakuwa mzito kumjibu, paka nikadiriki kumuomba Mungu, naomba uongee na mtumishi wako asiwe ananitumia kabisa message, asiwe ananijulia kabisa hali, kwa sababu nilikuwa napata shida. Yaani nasema jamani, mimi mbona sijazoea ya mambo kunijulia hali, kuniuliza naendaje, sijazoea. Yaani bora tu vile shalom ili tunapopita hapa, yaani tuishie tu hapa paka kanisani, huko nyumbani asinijulie kabisa hali. Kwa na Kamoli alipata kunifunua, akasema hiyo ni roho ambayo inakutenga wewe pamoja na babako wa kiroho. Kwa hiyo katika mfungo huu mlingane Bwana, hiyo roho iweze kafa. Na namshukuru sana Mungu. Yaani sasa hivi hata nikikaa karibu na baba nakuwa na amani kabisa, ni tofauti na mwanzoni kabisa. Amen. Hakika na kweli haya ni matendo makuu ya Bwana Mungu wetu na Kristo wake. Napenda kukurudisha katika ule ushuhuda wa kwanza, ya kwamba kwa kweli kwa muda mrefu ulikuwa ukishika Biblia, ukisoma mstari wa kwanza wa pili, kata tamaa, unaacha, wakati mwingine huelewi kile unachojifunza. Ni baada ya kukubali na kujikita kwenye mfungo huu, Bwana ameweza kuachilia yale maachilio ya akili ya kiungu, lakini ule utayari kwa ajili ya kuyashika yale ambayo baba amekuwa akiyafundisha na kulishika neno la Mungu. Unawashauri nini wale watu ambao baba akiitisha ibada maalum au akiitisha hawaji kwenye ibada, ana wamekuwa akibaki nyumbani au akipuuzia ibada, wanachagua ibada fulani kuja mahali hapa? Unawashauri nini? Kwa sababu nina imani kuna wengi, kuna vitu ambavyo wamekuwa hawavipokei kwa sababu ya ya ulegevu wao. Unawashauri nini watu kama hao? Mimi napenda kuwashauri kulingana na vitu ambavyo nimeweza kujifunza mimi. Ni mifungo mingi sana baba ameweza kututangazia mahali hapa, lakini yani mfungo anatangaza, kimi nafunga imradi nifunge kama ingie tu anaofunga. Yaani siuchukulie ule mfungo ndani kabisa, ni ubebe kwa uzito. Hata ibada ambazo anaitisha, yani muda mwingine Bwana anaweza kaitisha ibada ya vazi maalum, nikakumbuka kuhusu vazi nipo njiani, yani nimesahau kabisa. Wakati natoka hapa, hata jana yake nakumbuka kabisa kesho natakiwa nibebe manto. Lakini yani ni ile tu kuwa na mazoea kwamba kila siku Jumapili, Jumatano kuja kanisani kulisikiliza neno la Bwana na kuondoka.
Hivyo ndio ambavyo vilikuwa nanzuia mimi kuweza kupokea baraka wangu. Lakini baada ya kuweza kushikilia yale maneno ambayo mtumishi wa Bwana anayasema na zile ibada ambazo mtumishi wa Bwana anazitangaza mahali hapa na kuzichukulia na kuweza kumlingana Bwana, ndipo ambapo leo nasimama hapa mbele yenu na kumshukuru Mungu. Amen. Mungu akubariki na endelee kuachilia ujasiri ndani yako.